ujumbe wa leo utakuwa na kichwa kinachosema sikia habari njema ya ufalme wa Mungu kwa watu wote. Sikia habari njema ya ufalme wa Mungu kwa watu wote. Na katika ujumbe huu tumeanza neno sikia. Sikia habari njema. Sikia. Kwa nini sikia? Sikia habari njema. Kwa sababu tuelewe hivi, mafanikio yoyote ya mtu yanahusiana sana na anachosikia kwanza kabla ya kufanikisha jambo hilo. Kwamba mtu anafanikisha jambo fulani. Sasa ile jambo hilo, mafanikio yote tumeyachukulia katika namna positive. Kuna mtu anaweza akafanikiwa kutenda mabaya. Kwamba amekuwa na nia au amekuwa na mpango mbaya, alafu akautekeleza ule mpango wake mbaya. Tunasema huyu mtu amefanikiwa. Kwa mafanikio, kuna mafanikio mema, mafanikio ya mema, na kuna mafanikio mabaya. Lakini yote nyuma ya mafanikio yake, yanatokana hasa na alichosikia kwanza. Kwa hiyo kusikia ndio kunaamua kile afanyacho mtu. Kwa mfano, ukisikia habari za kutamanisha, ukisikia mambo ya kutamanisha, automatically unakuwa ni mtu mwenye tamaa. Ukisikia taarifa za kutamanisha, unakuwa ni mtu mwenye. Ukisikia taarifa au ukisikia ya kuhuzunisha, unakuwa ni mtu mwenye huzuni. Kila mtu ana huzuni, ujue kabisa huyo mtu alisikia vitu vyenye kuhuzunisha. Ukiona mtu mwoga, mtu anaogopa, ujue huyo mtu alisikia vitu vyenye kuogopesha. Ukiona mtu amevunjika moyo wake umevunjika, alisikia vitu vyenye kufanya nini? Vyenye kuvunja moyo. Na automatically ukiona mtu anasikia mambo mabaya, ukisikia mambo mabaya, unakuwa mtu mwenye nia mbaya. Na ukisikia yenye kufurahisha, unakuwa ni mtu mwenye furaha. Unasikia nini? Ukisikia habari ya upendo, unakuwa mtu mwenye upendo. Kwa nini? Umesikia. Ukisikia habari ya chuki, unakuwa mtu mwenye chuki. Kwa hiyo kusikia ni kitu cha muhimu mno. Mtu anasikia habari njema. Hebu fikiria kwa mfano sasa hivi habari njema kwako ni habari gani? Mwanafunzi, habari njema ni nini? Amefanya mtihani akafaulu, habari njema. Ukisikia umefeli, umedisco, kwako wewe sio habari njema. Ni habari yenye kuhuzunisha. Kwa hiyo unachokisikia. Sasa leo niko hapa kuzungumza habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwamba ufalme wa Mungu leo unataka kuzungumza habari njema kwa watu wote. Na niseme hivi, ukiona mtu ana mtazamo fulani, ukiona mtu ana fikra fulani, kwamba fikra yake imeelekea katika mrengo fulani, ni kwa nini? Kwa sababu ya alichokisikia. Na habari njema ya ufalme wa Mungu katika siku ya leo inatuhakikishia jambo hili. Habari njema hii ni habari yenye kutuweka huru mbali na utumwa na mahangaiko ya ulimwengu huu. Habari njema ya ufalme wa Mungu ni habari yenye kutuweka huru mbali na mahangaiko na utumwa wa ulimwengu huu. Na niseme hivi kwamba
katika ulimwengu huu kuna mahangaiko mno. Kuna mahangaiko mno. Ulimwengu huu umejaa mahangaiko. Na watu wamefanya watumwa katika ulimwengu huu. Lakini habari hii ambayo tunakwenda kuisikia leo ni habari ambayo itakwenda kututoa katika mahangaiko na utumwa wa ulimwengu huu. Kitu ambacho ninachotaka kusema ni kwamba fikra au mtazamo wa mtu unaweza ukawa utumwani au ukawa katika mahangaiko kwa sababu ya kitu kimoja: tumaini. Hivi sisi tunatumainia kitu gani? Hebu fikiria kwamba sisi katika maisha yetu hapa ni kitu gani tunakitumainia? Tumaini letu liko wapi? Kwa sababu tuelewe hivi kwamba katika dunia hii tunapita. Ni watu ambao tunazaliwa, tunaishi mara moja, alafu kuna wakati hatutakuwepo. Katika kipindi hiki cha maisha cha uhai huu tunatumainia nini? Kwa sababu katika kipindi ambacho tunaishi hapa ulimwenguni, tuelewe kwamba kile tunachokitumaini ndicho ambacho kitatufanya tuhangaike au tuwe watumwa wa iko. Na niseme hivi kwamba Mungu alivyotuumba katika ulimwengu huu, alituumba tutawale ulimwengu huu. Alituumba tufanye nini? Tutawale. Lakini kwa sababu ya mapandikizi ya tamaa, unajua ibilisi pale alichokifanya katika Eden pale, Adam na Hawa, kitu ambacho walikifanya, kuna habari mpya aliachilia. Alafu hiyo habari ikapandikiza tamaa katika moyo wa mwanadamu. Alafu ikamleta mwanadamu katika mahangaiko. Na kwa hiyo katika ulimwengu huu watu wote tunatafuta kitu hiki moja. Tunatafuta amani, tunatafuta furaha, tunatafuta upendo, tunatafuta kuridhika. Sasa upendo, furaha, amani ni vitu ambavyo ni matokeo ya vile ambavyo tunavitumainia. Ninamaanisha nini? Kuna mtu anaamini kwamba fedha ndio itampa furaha, itampa amani, itampa upendo, kwamba nikiwa na fedha nitapata amani, nitapata furaha, nitapata upendo. Kuna watu wanaamini hiyo. Na niseme hivi, kama unaamini hivyo, maana ndivyo unachokitumainia, kwamba natumaini kwamba nikiwa na hiki nitapata amani, furaha, upendo na kuridhika. Kwa sababu ndivyo mwanadamu anavyovitafuta katika ulimwengu huu. Yaani niseme hivi, tunaishi katika ulimwengu huu, lakini chochote tunachokifanya ni ili tuwe na furaha, tuwe na amani, tuwe na upendo, tupate kuridhika. Sasa vitu hivi kwa sababu ni kitu ambacho kila mwanadamu anakihitaji. Yaani mtu anayenisikiliza leo hii, ukimwambia anakitafuta kitu gani katika maisha, atakwambia bana, mimi niwe na furaha, niwe na amani, niridhike. Lakini muulize sasa, hivyo ambavyo unavihitaji, hivyo ambavyo unavitaka, unavipataje? Atakwambia yani mimi najua nikiwa na hela, nikiwa na nyumba, nikiwa na iki, nitapata hivyo vyote. Ina maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba
anatumainia vitu vya ulimwengu huu ili vimletee hivyo vitu ambavyo anavihitaji mwanadamu. Niseme hivi, tunahitaji hivyo vitu. Tunahitaji kuwa na furaha. Yaani tumeletwa duniani hapa, lakini tuelewe kwamba kuwepo kwetu hapa duniani, kila mwanadamu anatafuta kuwa na furaha, kuwa na amani, kuwa na upendo, kwa maana ya kupata upendo, kupendwa, kuridhika, kila mwanadamu. Lakini hivi vitu vinapatikanaje? Je, kutumainia vitu vya ulimwengu huu vinaweza kutupa hayo? Kwa sababu mali za ulimwengu huu, kuna watu wana mali za ulimwengu huu, lakini hawana amani, hawana furaha, hawana kuridhika. Lakini pia hata upendo ule ambao wanautegemea kwamba ningependwa, wakati mwingine wanakosa. Je, tunavipataje vitu vya namna hii? Tunavipataje? Kuna mtu pengine anafikiri kwamba nikiwa na cheo, nikiwa na kazi, ndio nitapata hii kuwa na amani, nitapata kuwa na furaha, nitapata kuwa na kuridhika nikiwa na kwangu. Alafu niseme hivi, automatically kuna namna ambavyo unaweza ukawa navyo hivyo vitu, alafu unakuja kuviona kumbe ni vya kawaida. Unajua kitu unaweza ukakitamani kama hauna, lakini ukiwa nacho utakiona cha kawaida. Alafu mwisho wa siku tena moyo utahitaji kitu kingine zaidi. Kwa sababu mwili huu tulionao ni mwili usioridhika. Kila siku unataka tena. Utakipata kitu, utaridhika, afu utataka tena. Mwili huu ni mwili usioridhika. Kwa kama tunategemea vitu vya ulimwengu huu vitupe furaha, vitupe amani, vitupe upendo na kuridhika, ni kujidanganya wenyewe. Kuna watu wanakunywa pombe wakiamini pombe itawapa furaha, itawapa amani. Alafu automatically wakinywa wanajikuta kwamba baada ya pombe kuisha, sababu pombe, ulevi ni kitu ambacho kinamfanya mtu asahau shida zake, asahau yale mahangaiko ya ulimwengu huu. Vikiisha anajikuta kwamba ameumiza mwili wake, alafu bado yale mambo yako pale pale. Kuna wengine wanafikiri kwamba nikiwa na mme, nikiwa na mke, nikiwa na kwangu, nikiwa na kazi, nitapata furaha, nitapata amani. Nikiwa na nafasi fulani, nitapata amani, nitapata kuwa na furaha. Watu wanategemea au wanatumainia vitu vya ulimwengu viwape furaha, viwape amani, viwape upendo. Kwamba ukiwa na fedha ndio watu watakupenda. Lakini tuelewe hivi kwamba kama ukiwa na fedha ndio watu watakupenda, maana yake kwamba sio wanakupenda wewe, wanapenda fedha zako. Kama kuwapo na nafasi fulani au biashara fulani, kazi fulani, ndio watu watakupenda, uelewe kwamba hawakupendi wewe, wanapenda nafasi ulionayo. Wanapenda nafasi ulionayo. Kwa sababu kama fedha ndio italetea upendo, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba siku itakapoondoka watu watakuchukulia poa. Amani. Kuna watu wana fedha, kuna watu wana kile wanachokihitaji. Kuna watu wana magari, kuna watu wana mali ambazo watu wanazitafuta, wakiamini kwamba katika hizo watapokea furaha, watapokea amani. Lakini bado wanaishi maisha ya kuhangaika. Maisha ya kutoridhika. Je, ulimwengu huu tulionao, katika maisha haya tulionayo, furaha, amani, kuridhika
upendo unapatikana kutokea wapi? Je, kuna kitu gani katika ulimwengu huu kinaweza kutupa mambo haya? Kinaweza kutupa mambo haya. Kitu gani kinaweza kutupa mambo haya? Lazima tuelewe kwamba Mungu ni kweli, hayo mambo aliyaweka. Unajua kitu ambacho unakihitaji ndani yako ni kwa sababu Mungu aliweka ndani yako. Kama unahitaji furaha, unahitaji kufurahi, maana ni kwamba ni namna ya asili imewekwa ndani yako. Namna ya asili imewekwa ndani yako. Kwa hivi vitu tunavihitaji, lakini je, tunavitumainia kutokea wapi? Kutokea wapi? Niseme katika siku ya leo, hakuna mtu ambaye anaweza akapata hivi vitu kwa kutumaini mambo ya ulimwengu huu. Sio mtu. Kuna watu wanasema nikipata mwanaume mzuri, nikipata mwanamke mzuri, nitakuwa na furaha, nitakuwa na amani. Nikipata mtu anayenijali, nitakuwa na furaha, nitakuwa na amani. Lakini nataka niseme katika siku ya leo, usijidanganye kwamba sio mtu fulani anaweza akakupa furaha. Sio mtu fulani anaweza akakupa tumaini. Sio mtu fulani anaweza akakupa kuridhika. Hakuna mtu anaweza kukupa kuridhika. Hakuna kitu katika ulimwengu kinaweza kukupa maisha ya kuridhika, maisha ya furaha. Tumekuwa tukitumainia watu, tumekuwa tukitumainia nafasi, tumekuwa tukitumainia fedha, tumekuwa tukijitumainia nguvu zetu, elimu zetu, kwamba nataka nisome ili niwe na furaha, niwe na maisha ya furaha. Kuna waliosoma sana lakini hawana maisha ya furaha, hawana maisha ya amani. Hakuna kitakachoweza kutupa maisha ya furaha na amani katika ulimwengu. Na imekuwa ni mbaya sana katika kanisa hata leo, au kwa sisi pia hata waamini. Watu wanaeka matumaini yao kwa watu. Kama unatumaini mtu anaweza akakupa furaha, akakupa amani, akakupa kuridhika, unajidanganya, kwa sababu haipo. Hakuna mwanadamu ambaye anaweza akatoa furaha, amani, kuridhika na upendo timilifu. Hakuna. Katika ulimwengu huu tunaweza tukapata mahitaji ya mwili. Kwa sababu tukizungumzia kwa habari ya fedha, inatupa nini? Inatupa nguvu ya kununua vile tunavyovihitaji kwa matumizi ya mwili. Tukisema nyumba nzuri ni kwa ajili ya malazi. Kwamba hata niwe na jumba kubwa kiasi gani, it's all about shelter. Ni kwa ajili ya malazi. Hata niwe na kitu fulani ambacho ni kizuri kiasi gani, niwe na nafasi kubwa kiasi gani, itanirahisishia kwa ajili ya mahitaji ya mwili. Lakini furaha, amani, kuridhika kuliko timilifu kunaanzia katika roho. Niseme kitu kimoja, kwamba sisi tulipoumbwa kabla ya kuumbwa tulikuwa ni roho. Kama mwanadamu ana asili ya rohoni. Kwa alipoumba mwili, akaweka roho, alafu akampulizia pumzi mwanadamu, ikawa nafsi iliyo hai. Maana yake ni kwamba nini? Maana yake ni kwamba sisi asili yetu ni ya rohoni. Mungu ametuweka katika ulimwengu huu ili tutawale. Kwa hiyo utawala wa ulimwengu huu ni kitu ambacho Mungu alikikusudia tangu mwanzo. Lakini matokeo yake ni kwamba ulimwengu umetutawala sisi. Kwamba badala ya sisi tutawale ulimwengu umetutawala sisi. Sisi tunahangaikia ulimwengu.
Sisi tunahangaikia ya ulimwengu ili tupate furaha, lakini tunasahau kwamba sisi asili yetu ni wapi? Kwa sababu iko hivi, kama sisi ni asili yetu ni ya rohoni, asili yetu ni ya rohoni, maana yake ni kwamba furaha iliyo timilifu lazima tuitoe katika ulimwengu wa roho, alafu tuiachilie. Kwamba sisi tunatawala ulimwengu huu kutokea katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu sisi kwa asili mwanadamu ni, kwa nini nikisema kwamba sisi asili yetu ni rohoni, maana yake inamaanisha nini? Maana yake ni kwamba mwili huu unapokufa, mwili wa mwanadamu unapokufa, ile roho yake inabaki. Roho yake inabaki. Kwa kama roho yake inabaki, inaenda kule kwenye asili ya roho. Na niseme hivi kwamba Mungu ni roho, Ibilisi ni roho, malaika ni roho, mapepo ni roho, na kadhalika ni roho. Wapo katika ulimwengu wa roho. Sasa ukiona Mungu alipomuumba mwanadamu alafu bado akawa ana communicate naye, anawasiliana naye, bado alikuwa na mahusiano na mwanadamu, alikuwa anaishi maisha ya furaha. Kwa nini? Kwa sababu bado alikuwa na mahusiano na ulimwengu ule ambako ni asili yake. Nilisema kitu kimoja mwanzoni kwamba unachokisikia ndo kinaweza kukuletea huzuni, unachokisikia ndo kinaweza kukuletea furaha, unachokisikia ndo kinaweza kukuletea upendo. Unasikia wapi? Unasikia wapi? Unasikia wapi? Biblia inasema Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Kwa hiyo ninamaanisha nini? Namaanisha kwamba inawezekana uko hapa siku ya leo, unasikia neno hili, unajiona hauna furaha, unajiona hauna amani, unajiona haujaridhika, maisha yako hayajaridhika. Pengine unatafuta furaha, unatafuta amani katika vitu mbalimbali vya ulimwengu huu. Inawezekana unatafuta amani, unatafuta furaha katika fedha. Unatafuta amani, unatafuta furaha katika kazi, kwamba nikipata kazi au nikipata degree fulani, nikipata kuwa na ujuzi fulani, nitakuwa na furaha, nitakuwa na amani. Niamini nikwambia, kuna watu wana hivyo vitu lakini hawana furaha, hawana amani. Inawezekana unafikiri pengine nikiwa na mali nyingi nitakuwa na furaha na amani. Nikwambie, kuna watu wana hivyo vitu lakini bado wanaona wamepungukiwa ndani. Kwa nini? Kwa sababu amani na furaha timilifu inatokea ndani. Sisi asili yetu, nimesema asili yetu ni asili ya rohoni. Ina maana chochote kinachoanzia rohoni kinatawala mwili huu. Lakini kinachoanzia mwilini kita fulfill mwilini. Kwamba njaa, ukisikia njaa utakula, mwili utashiba, lakini kesho mwili utahitaji tena. Yesu akasema mtu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno lasemalo Bwana. Kwamba Mungu anachokisema, Mungu akisema utaishi, akisema utaishi hata kama si kwa mkate. Kwa maana yake nini? Kinachoanzia ulimwengu wa rohoni kina nguvu zaidi. Unasikia nini? Hii furaha, hii amani tunaitafuta kutokea wapi? Tunaitafuta katika ulimwengu huu? Tunaitafuta kwa watu wa ulimwengu huu? Unafikiri kuna mtu ataweza kukupa furaha na amani? Unafikiri kwamba nikiwa na kazi nzuri,
nikiwa nimeoa mtu mzuri, mtu mwema, nitakuwa na furaha. Nikiwa nimepata kuwa na ujuzi fulani, vitu vya ulimwengu vinaweza kutupa furaha na amani. Niseme hivi siku ya leo, yamkini tunatafuta au tunatumainia vitu fulani katika ulimwengu ili vitupe amani, vitupe furaha, vitupe kuridhika. Hauwezi ukavipata katika ulimwengu. Sisi asili yetu ni rohoni, kwa sababu tuliumbwa, roho zetu ziliumbwa kwanza kabla ya miili hii. Akafinyanga miili katika matumbo ya wazazi wetu, alafu roho ikaachiliwa. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni nini? Nataka niseme ni kwamba nataka niseme jambo hili. Sisi ambao tunasikia siku ya leo, hakuna namna ambavyo tunaweza tukapata furaha, tukapata amani, tukapata kuridhika, tukapata upendo au tukapokea upendo kwa sababu ya kutumainia vitu vya ulimwengu huu, ya kutumainia vitu vya ulimwengu. Vitu vya ulimwengu vitatufanya kuwa ni watumwa. Vitu vya ulimwengu vitatufanya kuwa na kuhangaika. Vitatupa mahangaiko. Lazima tuangalie tumaini letu. Tumaini letu katika hivi liko wapi? Liko wapi? Liko wapi? Tumaini letu liko wapi? Usimtumainie mtu, sio mchungaji wako. Kuna watu wanatumainia hata viongozi, kwamba bana ni kiongozi fulani akiwa, najua tutapata furaha, tutapata amani, tutapata kuwa na kuridhika. Niamini nikwambia, kama mzee wako mwenyewe, mzazi wako ndani ya nyumba, kuna vitu ambavyo wakati mwingine ulikuwa unaona kama hivi hajafanya kwa kutosheleza. Mzazi wako ambaye amekuzaa, sembusa kiongozi. Tumaini letu liko wapi? Tumaini letu liko katika watu. Tumaini letu lipo katika vitu, kazi, nafasi, vyeo. Tumaini letu tumeliweka wapi? Na niseme hivi, kama una la kutumainia, unakuwa ni wesi, unakuwa ni mbaya zaidi. Kwa nini? Kwa sababu mtu ambaye hana anachokitumainia haelewi kwa nini anaishi katika ulimwengu. Yaani kuna mtu anatumaini kwamba nikisoma nitafanikiwa na nitakuwa na furaha na nitakuwa na nini. At least huyo anaweza akawa na ana hope katika kitu ambacho ni wrong. Anakuwa na tumaini katika kitu ambacho sio sahihi. Mtu ambaye hana tumaini kabisa, mtu anamna ndio alikata tamaa. Sasa watu wengi katika ulimwengu wanatumainia vitu. Anatumainia kipawa changu, kwamba anajua kwa sababu na kipawa hiki ndio kitanipa furaha, kipawa hiki ndio kitanipa. Tumaini letu katika vitu vya ulimwengu huu. Lakini nakwambia habari njema katika siku ya leo. Habari njema ni hii. Habari njema katika siku ya leo ni kwamba furaha, ni kwamba amani, kuridhika, upendo ni vitu ambavyo Mungu alipotuumba alitupa assurance ya kutupatia. Kwa sababu unajua iko hivi, hauwezi ukaumba kitu chako, ukatengeneza kitu chako alafu ukataka kipitie katika changamoto. Ukaumba kitu chako ili kipitie katika kukosa furaha, kiwe na majuto. Ukaumba kitu chako kisiwe na amani. Hivi unaweza ukafanya kitu cha namna hiyo? Mtu ni kichaa peke yake ambaye anaweza akafanya kitu cha namna hiyo, kwamba anaumba kitu alafu kisiwe na furaha, kiwe na mahangaiko, kikose tumaini. Hivyo ni vitu ambavyo Mungu alikuwa amevitazamia kwetu.
Kwa neno la Mungu siku ya leo linakupa uhakika, linakuhakikishia kwamba furaha, amani, upendo, utoshelevu na kuridhika hauwezi ukavipata katika ulimwengu huu, isipokuwa katika ulimwengu ule ambako tumetokea, kule ambako ni asili yetu. Kwa sababu amani ianziayo katika roho, furaha ianziayo katika roho, kuridhika kuanzia katika rohoni, upendo unaoanzia katika roho ni upendo uliotimilifu. Ni upendo uliotimilifu. Kwamba mtu ambaye ana amani ndani, mtu ambaye ana furaha ndani, mtu ambaye ana upendo ndani ya kuanzia rohoni, mtu namna hiyo hata mwilini akikosa haimpi shida, haimsababishi akakosa amani, akakosa furaha. Lakini mtu ambaye anatazamia kwamba amani yake ipate kupitia vya ulimwengu huu, akivikosa anajiona yeye ni useless. Unajiona wewe ufai. Na niseme hivi, kuna watu wamejiona wamejishusha thamani kwa sababu hawana. Unajiona kwa sababu hujasoma, kwa hiyo unajiona wewe katika jamii hauna maana. Unajiona kwa sababu pengine huna fedha, unajiona wewe katika jamii hauna maana. Umejidharau. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu ndivyo ulivyokufundisha. Kwa sababu umesikia. Kuna watu wanaongoa makufuru. Kama una hela wewe ni mtu wanafanisha na wanyama kabisa. Sikia kama una hela wewe kama mbuzi tu. Sikia kama una gari wewe ni punda. Sikia maneno ya makufuru. Nini? Umesikia. Unajishusha thamani kwa kile ambacho unasikia. Lakini nikwambie, furaha, amani hauwezi ukavipata kwa wanadamu. Hauwezi ukapata kwa wanadamu. Hauwezi ukapata furaha, ukapata amani, ukapata kuridhika, ukapata upendo kwa wanadamu au kwa kitu chochote katika ulimwengu. Unaweza ukavipata, alafu ukivipata utaona havitoshi. Havitoshi. Utaona havitoshi. Lakini Mungu anatuhakikishia kwamba alivyotuumba vitu hivyo vinatoka kwake. Kwa sababu Mungu alipomuumba Adamu pale na Hawa, tunaona bado alikuwa anazungumza nao. Alikuwa ana ushirika nao. Alikuwa anazungumza nao. Kwa nini alikuwa anazungumza nao? Kwa sababu vile alivyokuwa anazungumza nao ndivyo vilikuwa vinawapa furaha, vinawapa amani, vinawapa kuwa na upendo. Wanajiona wameridhika. Unasikia nini? Unasikia wewe kwamba hautoshelezi kwa sababu ya nafasi ulionayo? Unasikia kwamba mtu fulani akiwa kiongozi ndio utakuwa na mema yote? Je, tunategemea kwamba watu au vitu vya ulimwengu huu ndio vitupe haya tunayoyapambania? Tumefika hatua ya kutegemea watu, ya kutegemea wanadamu. Ni kitu kibaya sana. Mungu anatuahidi katika siku ya leo. Katika siku ya leo akasema, utafuteni kwanza ufalme wake. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mengine mtazidishiwa. Tunasumbukia maisha. Tunasumbukia ya mwilini. Tunaishi kwa mwili, tunautaabikia mwili. Tumezaliwa, tunaishi katika ulimwengu, tunautaabikia mwili mwanzo mwisho. Alafu mwisho wa siku vyote tulivyovipokea kuna siku tunaviacha. Alafu hata wale tunaowaachia wanavitapanya. Na hautakumbukwa kwa sababu ya vitu, never. Sababu vitu vinachakaa.
Unaweza ukawa na gari nzuri, unaweza ukawa na nyumba nzuri, unaweza ukawa na fedha za kutosha, lakini siku haupo, vitu hivyo vyote vinasahaulika. Vinasahaulika. Kwamba Mungu ametuumba tu hapa duniani tukimbizane na ya mwilini, masumbufu ya mwili. Kwamba tuwe watumwa wa mwili tu. Hivi kweli sisi tuwe watumwa wa mwili? Tujitafakari. Lazima tujitafakari kwamba amani, furaha, upendo, kuridhika tunakupata wapi? Tunatumaini nini ili kuvipata hivi? Kuvipata vitu hivi. Lazima tuelewe kwamba vitu vinavyoanzia katika roho vinaweza vikautawala mwili. Kwa kadiri ambavyo roho zetu zinamsikia yeye. Kwa sababu niseme hivi, kinachozaliwa kwa roho ni roho. Yaani kitu kinachopokelewa rohoni lazima kitokee rohoni. Kwa mtu ambaye ananisikiza siku ya leo, tusiweke tumaini letu katika vitu, tusiweke tumaini letu katika watu, kwa sababu haviwezi vikatupa furaha. Lazima tuweke tumaini letu katika yule ambaye ametuumba, yule ambaye ametuleta katika ulimwengu huu, yule ambaye ametuleta katika ulimwengu huu, yule ambaye ametufinyanga, ambaye anatuahidi leo kwamba katika yeye tunaweza tukapokea vitu hivi. Utatumia vitu venye kudhuru mwili katika ulimwengu huu ukitafuta amani, ukitafuta kuwa na afya, ukitafuta kuwa na furaha. Utatafuta pengine, kuna watu wanatafuta pengine wanawake, wanaume, wakitegemea watawapa furaha. Kuna watu wanatafuta kutumia vyakula, kutumia vilevi ili wapate furaha, lakini haviwezi vikatoa furaha na amani. Vinaweza vikasaulisha tu, vikasaulisha kwa kitambo. Na niseme hivi, furaha, amani, utoshelevu unapatikana katika nini? Unapatikana katika nini? Na haya yanapatikana kwa kulifahamu na kulitumaini pendo la Mungu aliyetuumba na kuelewa thamani yetu kwake. Unajua sisi tumewekewa viwango vya thamani, kwamba thamani yetu itatokana na kiwango fulani cha fedha, thamani yetu itatokana na kiwango fulani cha elimu, thamani yetu itatokana na umetokea nchi gani. Sasa hivi hata nchi, kwamba walio katika nchi fulani wana thamani zaidi kuliko nchi fulani. Walio katika nchi fulani ndio watu wa Mungu, sisi watu wa, kwamba ili na sisi tuwe watu wa Mungu lazima tuwe na mahusiano na watu hao. Tumeweka thamani yetu au tumegrade thamani yetu, tumeithaminisha thamani yetu kwa standardi za ulimwengu huu. Lakini tukitaka kujua thamani yetu, lazima turudi kwenye asili yetu. Kulifahamu na kulitumainia pendo la Mungu aliyetuumba, kuelewa thamani yetu kwake. Kitabu cha Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Mungu amemtuma mwana ulimwenguni ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Je, uzima wetu upo katika vitu?
Uzima wetu upo katika material. Uzima wetu upo katika watu. Uzima wetu unatoka wapi? Uzima wetu unatoka wapi? Nakusii sana, tumaini Mungu. Tumaini Mungu. Tumaini Mungu. Mungu ameamua kudhihirisha upendo wake kwetu kwa njia ya kumwachilia mwanae, ili kupitia yeye tupokee msamaha wa dhambi. Hata kuna mtu mwingine anajiona kwamba mimi Mungu hawezi tena kunikubali. Mimi sifai mbele za Mungu. Mimi Mungu hawezi kunisikiliza. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana ya mambo aliyoyafanya, au kwa sababu ya ulimwengu umesha washtaki kwamba wewe kwa jinsi ulivyo, wewe kwa jinsi uenendavyo, wewe kwa yale uliyoyafanya, wewe kwa maagano pengine uliyoyafanya, wewe katika kile ulichokifanya, Mungu hawezi kukubali. Lakini amesema amemtuma mwanae ulimwenguni. Amemtuma mwanae ulimwenguni ili ulimwengu uokolewe katika yeye. Hakumtuma mwana ili aje kuhukumu ulimwengu. Inawezekana ulimwengu ushakuhukumu kwamba wewe kwa sababu ya hivi na hivi na hivi hauwezi kuwa wa thamani. Lakini Yesu Kristo ameleta ulimwenguni ili tuwe huru. Tuwe huru mbali na nini? Tuwe huru mbali na mahangaiko na utumwa wa ulimwengu huu. Mahangaiko na utumwa wa ulimwengu. Tunasumbukia maisha. Tunasumbukia maisha ili tupate furaha, tupate amani. Lakini hivyo vyote, furaha, amani, upendo na kuridhika, vyote vinatoka na kuwa na mahusiano na Mungu. Kwa sababu tunapokuwa na mahusiano naye, maana yake kwamba atatupa nafasi ya kuwasiliana nasi. Unapokuwa na mahusiano na mtu, maana yake kwamba unapata ile privilege ya kuwa na mahusiano naye, mawasiliano naye. Na kile atakachokuambia ndicho chenye kutupa furaha, chenye kutupa amani, chenye kutupa kuridhika. Chenye kutupa kuridhika. Habari njema ni hii. Habari njema ni hii, kwamba amani, furaha vyapatokana kwa Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu kwake tunapokea msamaha wa dhambi. Alafu tunapokea msamaha wa dhambi, au tunapokea ondoleo la dhambi, tunakuwa na ushirika naye kwa njia ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani yetu, anatuahidi kusema na sisi vitu ambavyo venye kutupa furaha, venye kutupa amani, venye kutupa kuridhika, na venye kutupa upendo. Venye kutupa upendo. Usitumainie njia zako, usitumainie ahadi za ulimwengu huu, kwa sababu ulimwengu huu hauwezi kukuokoa dhidi ya mahangaiko ya ulimwengu huu. Upo msaada wa karibu, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye anaachiliwa kwetu. Kwa nini? Kwa sababu tumeamini. Yohana wa kwanza 5:4 anasema, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Uwezi ukaushinda ulimwengu huu kwa kitu chochote. Uwezi ukaushinda ulimwengu huu kwa kitu chochote. Ukitaka ushinda ulimwengu huu, imani. Tumaini lako ni kwa nani? Kwa sababu kama tumaini lako ni kwa nani, kama tumaini lako ni kwa Kristo, maana kwamba
utakuwa na uhakika wa kupokea amani, wa kupokea furaha, wa kupokea kuridhika, upendo katika roho. Na ukipokea hivyo katika roho, katika mwili hata ukivikosa havita affect maisha yako. Yaani kama ninafahamu Mungu ananipenda, hata mtu asiponipenda katika mwili huu, haijalishi. Je, chakula ndio chenye kutupa furaha na amani? Malazi, nyumba, magari, vitu vyenye kuharibika ndio vyenye kutupa furaha? Mtu ambaye roho yake inapokea hivyo, inapokea furaha, amani, manake vitu vya ulimwengu huu havitamchanganya. Hawezi kupelekwa huku na upepo wa kupambania vitu ili apate hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hivyo vitu tayari yeye anavyo. Hivyo vitu tayari yeye anavyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye kuushinda ulimwengu, isipokuwa ni nani mwenye kuushinda ulimwengu? Isipokuwa yeye aaminie kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Yohana 4:14-27 akasema Yesu, amani na waachieni, amani yangu na wapa. Niwapayo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe waoga. Yesu anasema amani anatuachia. Amani inayotupa Kristo sio kama amani inayotoa ulimwengu. Kwa sababu ulimwengu, amani ya ulimwengu ni amani ya dhiki, ni amani ya kutaabikia. Lakini roho zetu zinapokuwa na amani, haya nje hayawezi yakatufanya kuwa waoga, haya nje hayawezi kutufanya kutishika. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha amani yetu, chanzo cha furaha yetu, chanzo cha kuridhika ni katika ulimwengu wa roho. Kwamba hivi vitu vya nje nitavipata, sio vinipe furaha, sio vinipe amani, sio vinipe kupendwa. Hivi nitavipata kwa sababu vimekuja, kwa sababu ili vihudumie mwili. Lakini upendo, furaha, amani na kadhalika tayari ninavyo ndani. Kwa vikija, vinakuja sio kwa sababu ni maajabu, au sio kwamba ninavitaabikia kwa sababu kama kila kitu ni kwa ajili ya kuleta furaha, amani, na hivyo tayari ninavyo ndani yangu. Ninavyo ndani yangu. Galatia 5:17 anasema kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na roho hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yafananayo na hayo. Katika hayo nawaambia mapema kwamba nimekwisha kuambia kwamba watu watendayo kwa jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Lakini tunda la Roho ni furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tunatafuta furaha, tunatafuta amani, tunatafuta utu wema, tunatafuta upendo, tunatafuta uvumilivu. Vitu vya ulimwengu huu haviwezi kutupa mambo haya. Ni kwa kumtumaini Mungu na kumtegemea yeye pekee. Na kumtegemea yeye pekee. Unakuwa mlevi ili upate furaha na amani? Haiwezekani. Hayo ni matendo ya mwili. Wakati mwingine watu wanakwenda kufanya vitu vya kishirikina, wanakwenda kutambika, wanakwenda kufanya mambo ya uchawi, ibada ya sanamu, ili wapate kuwa na furaha na amani.
matokeo yake wanajikuta wapo katika nini? Katika utumwa. Kwa sababu niseme hivi, ukienda kwa ibilisi ili akupe vitakavyokupa furaha, amani, pengine na kupendwa na watu na kuridhika, atakachokifanya atakusababisha ufanye vitu viovu, kwa sababu kuna gharama. Ibilisi kazi yake ni kufanya nini? Kuchinja, kuua, kuharibu. Kwa anaweza akakufanya uharibu, anaweza akakufanya ufanye uharibifu. Ndio maana kunakuwa na masharti ya ajabu ajabu. Ili nini? Upokee hivyo ambavyo unafikiri unaweza kuvipata, na mwisho wa siku huwezi ukavipata. Kwa nini? Kwa sababu nafsi itakuwa ikikusuta. Ibada ya sanamu, wengine wanaenda kufanya matambiko wakifikiri pengine matambiko ya mizimu yanaweza yakawapa amani katika familia, yanaweza kuwapa furaha katika familia, yanaweza kuwapa upendo na umoja katika familia. Haiwezekani. 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 Mungu aliyetuumba akatuleta katika ulimwengu, anasema na sisi leo, furaha, amani, upendo, kuridhika, utoshelevu unapatikana kwa kumtumaini yeye. Kwa kumtumaini yeye. Wala usitumainie vitu vya ulimwengu huu. Wala usitumainie vitu vya ulimwengu huu. Kwa sababu ulimwengu huu ukitumainia vitu vya ulimwengu huu vitakufanya kuwa mtumwa wa hivyo vitu. Watu wanatumainia biashara zao, wanatumainia kazi, wanatumainia mali, alafu wanajikuta wamekuwa watumwa wa vitu hivyo. Tumaini Mungu. Mungu atupaye vitu vyote tena kwa kuzidi. Tumaini Mungu atupaye vitu vyote kwa kuzidi. Inawezekana mtu ambaye anasikia ujumbe huu hajaamua kumwamini Yesu Kristo, kwamba katika yeye anaweza akapokea ondoleo la dhambi, anaweza akapokea msamaha ambao utampa access, utampa nafasi nyingine ya kuweza kutengeneza maisha yake. Inawezekana kuna namna fulani katika maisha amefikiria kwamba hawezi kukubalika mbele za Mungu. Hawezi tena kukubalika mbele za Mungu. Ikita kwa yale aliyofanya, au kwa sababu watu wamemwambia, au kwa sababu kuna namna fulani watu wamemhukumu, wamemweka katika grade fulani, wamemweka katika kundi fulani, kwamba kwa sababu hujasoma, kwamba kwa sababu huna kazi, kwamba kwa sababu huna hiki, kwa sababu wewe una hiki, kwamba wewe ni failure. Amekosa mtu huyo furaha, amekosa amani. Lakini kuna mtu mwingine ana mali, ana kila kitu, anaona kwamba hivi vitu nilikuwa nafikiri pengine vingenipa amani, vingenipa furaha, lakini mbona bado nahisi moyo wangu kwa kweli bado hauna. Kwa sababu injili sio kwa sababu ya mambo ya utajiri. Injili ni kwa sababu ya amani, ni kwa sababu ya furaha, ni kwa sababu ya upendo. Kwa nini? Kwa sababu hayo ni matunda ya injili. Ni matunda ya habari njema. Unapopokea habari njema itakupa furaha. Unapopokea habari njema itakupa amani. Unapopokea habari njema itakupa kuwa na upendo. Itakufanya watu wakupende. Kwa habari ya njema ya leo, katika siku ya leo, unatafuta vitu hivyo. Vitu hivyo hauwezi ukavipata katika ulimwengu. Sio mali, sio fedha, sio mtu, sio nafasi. Hauwezi ukavipata. Kuna watu wana kila wanachokihitaji, lakini wamekosa vitu hivyo. Tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba hawajaweka tumaini katika eneo sahihi. Katika eneo sahihi. Muamini Yesu leo, kwa sababu Yesu Kristo alikuja ulimwenguni ili kupitia yeye tupokee ondoleo la dhambi. Tupokee msamaha wa dhambi. Kwa kumwamini yeye tupokee msamaha wa dhambi. Na nasema jambo hili kwa kumalizia, kwamba Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda. Aliudhihirisha upendo wake kwa kumwachilia mwanae ili tupokee msamaha wa dhambi. Alafu katika ule msamaha wa dhambi tukubalike tena mbele zake.
Kwa sababu gharama aliyoilipa ni ili sisi ambao dunia wakati mwingine imeshatuhukumu, au kwa sababu ya yale tuliyofanya tumekwisha kujihukumu, tuwe na mwanzo mwingine upya. Tunahakikishiwa furaha, tunahakikishiwa kuwa na amani ya ndani, tunahakikishiwa mwanzo mpya kama tukiamini leo. Mungu atusaidie sana ambao tumesikia neno hili. Yamkini umesikia neno hili, mwambie Mungu, nimesikia neno lako siku ya leo. Nimesikia neno lako siku ya leo. Unitoe katika vifungo hivi, kwa sababu nimekuwa nikitumainia mambo ya ulimwengu yanipe furaha. Lakini siku ya leo ninakutumainia wewe. Hii ndio habari njema kwako leo hii, ya kwamba furaha, amani, kuridhika, upendo umeachiliwa kwetu. Ni kwa njia ya imani katika Mungu Baba, ambaye amelidhihirisha pendo lake kwa kumwachilia mwanae kuja ulimwenguni, ili kwa njia yake ambayo inatufanya tupokee ondoleo la dhambi. Mungu atukubali, akasema mimi ni njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupitia mimi. Kwamba tunahitaji kupokea furaha, tunahitaji kupokea amani, tunahitaji kupokea upendo, tunahitaji kupokea kuridhika kutoka kwa Baba yetu. Njia ni Yesu Kristo. Kwa namna gani? Kwanza tupokee ondoleo la dhambi kwa kumwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo anatusamehe dhambi kama ukiamini kwamba kwa njia yake tunapokea ondoleo la dhambi. Yesu ni mwana wa Mungu aliyekuja kwetu ili upendo wa Mungu udhihirike, ili amani ya Mungu idhihirike, ili furaha ya Mungu idhihirike katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumehitimisha katika siku ya leo. Naamini neno hili limesema na mtu ambaye anatusikia siku ya leo, anatusikia jioni ya leo. Nami kwa yule ambaye amesikia neno hili na ameamini na anatafuta sasa furaha kutoka kwa Mungu Baba yetu, na ataamua kuacha kwa sababu amesikia, ataamua kuacha kutumainia vitu vya ulimwengu huu, kwa sababu sisi tumepewa uwezo wa kuchagua. Sema nimeweka mbele yako mauti na uzima. Anasema nakupa shauri, chagua uzima. Uzima umezungumzwa leo, kwamba uzima wa mtu upo katika kumwamini Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Baba yetu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya neno lako hili Mungu, ambao limesema na watu wako Bwana. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ulituokoa, si kwa mapenzi yetu wala kwa matendo yetu, lakini kwa sababu ya upendo wako. Tena upendo wako ukaudhihirisha ulimwenguni kwa kumtoa mwanao Yesu Kristo, ili sote tutakaomwamini yeye tupokee amani, tupokee furaha, tupokee kuridhika, tupokee upendo tokao kwako, ili tuwe nuru katika ulimwengu huu. Na kushukuru kwa wale ambao wamesikia neno hili nao wakaamini, na sasa wanakutumaini wewe katika yale ambayo walionayo, kwamba ulituumba katika ulimwengu huu ili tutawale ulimwengu huu, kwamba vyote tulivyo navyo Bwana ni kwa ajili ya utukufu wako. Nasema asante Bwana kwa ajili ya neno hili. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen.